Katikati ya ardhi yenye upekee wa asili ambako upepo hubeba simulizi za kale, tunaikuta jamii ya Wamaasai. Jamii inayojivunia urithi wake, mila zake na zaidi ya yote moyo wa ukarimu na unyenyekevu. Kwa Wamaasai, mgeni si mgeni, bali ni ndugu na ni sehemu ya familia, na hupokelewa kwa tabasamu na kwa moyo uliojaa upendo, ukarimu na unyenyekevu. Lakini nyuma ya ukarimu huu wa kipekee, kuna simulizi nyingine ya changamoto za maisha ya kila siku. Kwa miaka mingi, jamii hii imekumbwa na changamoto mbalimbali, hususan upatikanaji wa maji safi na huduma nyingine za msingi. Mara nyingi changamoto hizi zinabebwa zaidi na wanawake, ambapo huthubutu kutembea umbali mrefu kutafuta maji kwa ajili ya familia zao. Licha ya changamoto hizo, matumaini mapya yameanza kuchipuka kupitia juhudi za pamoja. Jamii haikuishia kusubiri mabadiliko, bali iliamua kuwa sehemu ya suluhisho kupitia ubunifu na mshikamano wa kuunganisha nguvu ya maendeleo na michezo katika jamii hiyo. Hapo ndipo ilipozaliwa dhana ya kipekee inayoitwa Run with the Maasai. Hii sio mbio za ushindani pekee, bali ni mbio za matumaini, mbio zilizobeba ndoto ya kubadili maisha ya jamii hii ya Kimaasai. Nyuma ya wazo hili yaliwekwa maono ya mtu mmoja aliyethubutu kuota na kugeuza ndoto kuwa uhalisia. Huyu si mwingine, ni Mbayan Tyan, ambaye ndiye muasisi wa Run with the Maasai, aliyesimama mstari wa mbele kuunganisha jamii kupitia michezo na kuleta maendeleo, huku akiwa na lengo la kumkomboa mama wa Kimaasai kuachana na changamoto ya ufuataji wa maji umbali mrefu. Alianzisha harakati hizi akihamasisha jamii nzima ya Kimaasai na kushawishi wadau kutoka ndani na nje ya nchi kuhakikisha inamtua ndoo kichwani mama wa Kimaasai. Kupitia jitihada zake na ushirikiano wa kimataifa, mradi wa maji ukazaliwa, ukiwa na tumaini jipya kwa jamii hii ya Kimaasai. Lakini swali la msingi tunalojiuliza, je, pengine nini hasa lengo la mbio hizi za Run with the Maasai? Lengo la mbio ni kwa ajili ya kuhamasisha upatikanaji wa kudumu wa maji vijijini. Na tunaposema hivyo ni kwamba tunawezesha watu katika kuvuna maji ya mvua. Na hii inatokana na mradi ambao tumekuwa tukifanya, ambao tayari tumekwisha wekeza zaidi ya milioni 500 katika kuwapatia tenki za lita 5,000 pamoja na dhana zingine za kuvunia maji. Sasa tunataka tutoke katika tenki 500 na kwenda tenki 1,000 hadi tenki 2,000 baadaye. Hadi sasa mradi wa maji umegusa maisha ya watu wangapi katika jamii hii ya Wamaasai? Mpaka sasa wanufaika ni maboma 500 mpaka muda huu, ambao ni sawa na watu 10,000, kwa sababu kila tenki inawanufaisha watu 20. Kwa ukisema 20 mara 500 ni watu 10,000. Kwa mpaka sasa hivi watu wanufaika ni 10,000. Lakini tunataka tutoke kutoka 10,000 na kuelekea watu 100,000. Kwa lengo la haya yote kwa leo, maana yake ni kwamba tunataka tuongeze nguvu kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali, wadau wa maendeleo wa nje na ndani ya nchi, pamoja na wananchi kwa ujumla. Licha ya hayo, ushirikiano na wadau wa nje umechangiaje mafanikio haya katika jamii hii ya Wamaasai? Tulichoona sisi ni kutua mama ndoo kichwani kwa kuwawezesha kuvuna maji ya mvua. Umeona? Na hiyo ndio kauli yetu mbiu, na nafikiri tumeweza kufanya na tunataka tufanye. Pengine
Jamii ya Wamasai itegemee nini hasa kwa kipindi kijacho kupitia mbio hizi za Run with the Maasai? Hii ni mwanzo. Tutakwenda kuwa na Run with the Maasai kila mwaka katika vijiji vya Umasaini. Na tunapofanya hivyo, maana yake ni kwamba tunaboresha uchumi wa watu wetu, kwa sababu tunapofanya vitu kama hivi, watu kina mama wajasiriamali wanaweza wakaanzisha biashara vidogo vidogo. Licha ya hayo, yapi ni maneno ya wadhamini kutoka nje ya nchi? I'm Devin. You know, we're one world. We're one planet. And we have to work as one to help each other out. With health, with family, and for future generations to come. Kwa afya na kizazi kijacho kinachokuja. We appreciate you hosting us. We can't wait to see your traditions, and we're excited to eat some good food. Tunashukuru sana kwa kuja, kwa kutukarimu, na tunafurahi kushirikiana pamoja na nyie, pamoja na kwenda kuwa na chakula cha pamoja baadaye. I love you guys. Thank you so much. Nawapenda sana. Lakini uzinduzi huu haukuwa mwisho, bali ulikuwa mwanzo wa safari mpya ya mabadiliko. Kupitia Run with the Maasai, washiriki walikimbia umbali wa kilomita 5, huku wakiwa wamebeba dhamira moja ya kuleta mabadiliko katika jamii hii ya Wamaasai. Licha ya uwepo wa mbio hizi, washiriki mbalimbali walishiriki kuonyesha umoja na ushirikiano wao katika kuleta maendeleo katika jamii hii ya Wamaasai. Mshindi namba 1 hadi namba 5 wa mbio hizi, kila mmoja walikabidhiwa tanki moja la kuhifadhia maji lenye thamani ya shilingi milioni 1. Pengine yapi ni maoni yao kufuatia ushindi huu? Nimefurahi sana kwa sababu hata mwaka jana nimeweza kushiriki shirikisho ya mbio na nimeweza kuwa mshindi wa kwanza kilomita 5000. Pia leo nimeshinda kilomita 5. Nashukuru Mungu kwa sababu ni kwa uwezo wake, na nimepata pia tenki ya maji ambayo wazazi wangu wanaweza kufurahi na wataona kazi nzuri ambayo anafanya. Kwa hiyo ninachoomba serikali kuunga mkono au viongozi wa mila na kwa serikali kwa ujumla. Na pia nimeweza kutambulisha jina langu kwa viongozi wa jamii wa Maasai na pia kwa mabunge wa kila wilaya mkoa wa Arusha. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Kwa kweli kwa majina naitwa Natasha. Pia nimetokea wilaya ya Ngorongoro kwa Arusha, nimetokea pia kata ya Sambu. Na mimi kweli ni mshindi wa kwanza kwa wanawake. Nimeshinda tenki. Na pili mimi nimejisikia vizuri sana. Pia kwa sisi wa jamii ya Kimasai, hii sio kipaumbele yetu, lakini tumejitahidi leo kuhudhuria kwa wingi sana. Hata na hivyo wamama wa Kimasai ambao walikuwa wengi sana walikimbia. Pia wao wamepewa mateke mengi. Kwa hiyo hii kitu ni nzuri sana. Mimi ninachosema tu ni congratulations Mbayani kwa hiki kitu ambacho ni kizuri, ambacho amekianzisha na kiendeleze kabisa, maana watu wengi watajitokeza sana kwa hili tukio. Hakika hii si zawadi ya kawaida, bali ni hatua ya kumkomboa mama wa Kimaasai kutoka safari ndefu ya kutafuta maji umbali mrefu kila siku. Hafla hii iliyofanyika Rosimingoli Munduli ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na dini
ambao wameonyesha mshikamano katika kuunga mkono maendeleo ya jamii ya Kimaasai. Pambana kuhakikisha kwamba kia usio gangari watu wao wanalipia gharama ndogo perumia angare ya gharama ndogo katika vijiji hivi. Hiyo ndicho sisi kama halmashauri tutaweza kufanya. Kwamba elimu inafanya kazi. Baiani na wengine waliosoma wanatuonyesha kwamba elimu inafanya kazi na tuishike. Kuhusiana na changamoto hii ya upatikanaji wa maji katika jamii hii ya Wamaasai, je, hipi ni kauli ya mbunge wa eneo hili? Kuhangaika kuhakikisha vijiji 7 ambavyo vilikuwa vinatakiwa vipate maji na Losi Mingori ikiwa sehemu yake, mradi ule unaendelea vizuri na maji yale yanapanda. Nataka niwaambieni kabla sijamaliza kipindi changu cha miaka 5, maji yatafika Losi Mingori. Niulizeni ndani ya miaka 5 maji yako wapi Losi Mingori? Ninahakikisha na vimba kuhakikisha tunapata maji. Na sio Losi Mingori peke yake. Tuna vijiji 13 ambavyo nayo ndani ya miaka hii 5 tutakwenda kupata maji. Najua kuna changamoto ndogo ndogo ambazo mnapishana nayo, mnakumbana nayo kama wananchi. Niwaombe na nikuasihi. Tuendelee kuona changamoto hiyo ni kama fursa, tupambaneni tuhakikishe kwamba tunafikia malengo yetu. Kwao Run with the Maasai si tukio tu, bali ni suluhisho lenye matumaini ya kudumu katika jamii hii ya Wamaasai. Mtazamaji wa Tanzania Panorama TV, kwa wananchi wa eneo hili la Losi Mingori, huu ni mwanzo wa ukurasa mpya. Katika ukarimu wao, wametuonyesha upendo kwa wageni wa ndani na nje. Katika changamoto zao, wametuonyesha uvumilivu. Kupitia Run with the Maasai, wametuonyesha kuwa mabadiliko yanawezekana kwenye jamii hii ya Wamaasai na jamii nyingine za hapa nchini Tanzania. Hii ni Tanzania Panorama TV. Mimi ni Daniel Michael.